tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV, bless you. Ni matumaini yangu upo salama na umeamka vizuri kabisa, na nikukaribisha sasa katika kipindi cha Amka Tumsifu Mungu, kipindi kinachokujia kila ifikapo siku ya Jumapili kuanzia saa 12:30 hadi saa 3 kamili. Na mimi nimekutana na wewe hapa kwa ajili ya kuweza kuendelea kujifunza zaidi katika kipindi hiki kupitia watumishi wa Mungu ambao nimekuandalia hapa. Na hapa nipo na mchungaji Paulo Damas. Na siku ya leo nikwambie tu, jiandae kupokea vitu vingi ambavyo Mungu amekusudia kukufundisha. Kama ilivyokuwa kawaida, inapofika majira haya ni wakati wa kuanza sasa, ili kuweza kujifunza ile neema ya Mungu ambayo asubuhi ya leo, siku ya Jumapili, Mungu amekusudia tuweze kuiona. Nikwambie tu kwamba mimi naitwa Madoshi James, na anayenifanya kuonekana hapa ni Venita pamoja na Elisha Ndaro, lakini msimamizi wa kipindi hiki ni Emmanuel Makuliga. Nikukaribisha sasa tuweze kujifunza katika mada tulionayo hapa, na siku ya leo tutakwenda kuangalia mahusiano ya mwanadamu. Na hapa tutaangalia mwanadamu ana mahusiano aina ngapi, na nikwambie tu uweze kukaa tayari ili uweze kujifunza zaidi. Na unaweza ukatuma meseji yako hapa kama kutakuwa na kitu ambacho utakuwa haujakielewa. Namba hizi ziko hapo pembeni ya TV yako, lakini acha nikutajie ili uweze kuziangalia vizuri na kuandika vizuri. Namba ni 0655770796, 0655770796. Unaweza ukaandika ujumbe wako kama kutakuwa na sehemu ambapo utakuwa na swali watamani kuuliza kwa mchungaji, na moja kwa moja tutakujibu swali lako na Mungu atakubariki zaidi. Nimkaribisha sasa mchungaji ili aweze kujitambulisha na uweze kumfahamu vizuri, ili tunapoendelea kujifunza basi uweze kujua unafundishwa na mchungaji nani. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Karibu sana. Amina. Asante sana. Karibu sana kwenye kipindi. Karibu sana Star TV. Asante sana. Nami namshukuru Mungu kwa kunipa nafasi ili tumepata nafasi ya kukutana tena na kushirikiana tena katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu. Kabisa kabisa. Leo ni siku ya pekee sana Mungu aliyotujalia. Katika siku hii, mimi kwa majina yangu naitwa Apostle Paulo Saidi au mchungaji Paulo Saidi. Natokea kanisa la CAG Mto Uzima pale Igoma, maeneo ya Ndama. Karibu pale na Ndama, kutoka barabara kuu ya kwenda Kisesa au Msoma. Hapo kituo cha Ndama tuko mkono, ukiwa unakwenda Msoma tuko mkono wa kulia, ukiwa unatoka Kisesa kuja mjini tuko mkono wa kushoto. Mchungaji, leo tutaangazia mada inayosema mahusiano ya mwanadamu. Na hapa kuna aina kama mbili ya mahusiano ambayo pengine tutajifunza hapa. Lakini kabla hatujafika kwenye hizo aina mbili za mahusiano, nataka utupe kwanza msingi. Mahusiano, mtu akisema mahusiano ya mwanadamu anachokuwa na kimaanisha hasa kinakuwa ni kitu gani? Anaposema mahusiano, anachokimaanisha hasa ni ule muunganiko wa maelewano kati ya mtu mmoja na mwingine. Wanaongea, wanazungumza, wanawasiliana, wanapanga mipango pamoja. Na ndio maana unakuta kwamba familia moja wana mahusiano, wanapanga mipango yao pamoja na wanafanya vitu vyao pamoja. Kwa hiyo ni mahusiano yale yanayowaunganisha ya kifamilia. Na mwanadamu, kwa hiyo tunaposema ana mahusiano, kwa hiyo ana mahusiano na wanadamu wenzake kwa sababu anaishi hapa duniani na anatenda kazi na wanadamu. Kwa hiyo ana mahusiano. Kwa hiyo ni maelewano, ni muunganiko ambao unawafanya kutenda kazi pamoja au kupanga mipango pamoja katika maono mamoja na mpangilio mmoja ambao unawaleta pamoja. Sawa sawa. Kwa muunganiko ndio unatufanya tutengeneze kitu kinachoitwa mahusiano.
Sasa twende kwenye aina za mahusiano, mchungaji, ili uweze kutufundisha vizuri na mtazamaji aweze kukuelewa zaidi kwenye hili somo. Amen. Asante sana wewe mtazamaji unayetufuatilia kwenye kipindi hiki. Mada yetu ya leo inasema mahusiano. Mwanadamu ana mahusiano. Mwanadamu kikawaida ana mahusiano ya aina mbili. Aina kuu za mahusiano, aina mbili. Aina ya kwanza ni mahusiano yake na Mungu. Kwa sababu mwanadamu aliumbwa na Mungu. Kwa hiyo anapaswa awe na mahusiano na Mungu. Na haya ni mahusiano ya kiroho. Sio ya kimwili. Lakini mahusiano ya pili ni mahusiano ya kimwili. Ahusiane na wanadamu wenzake, maana anaishi nao, anatenda nao kazi. Kwa hiyo na mahusiano yanajengwa katika utaratibu uliowekwa. Utaratibu ule mliojiwekea na kujitumia ule yanajengwa. Lakini tunapozungumza mahusiano ya kimungu yanajengwa kwa misingi ya ibada ya mwanadamu kumwabudu Mungu. Kwa hiyo ndio wanajenga mahusiano yao. Na huyu mwanadamu tunapozungumza mahusiano ya aina mbili ni kwa sababu mwanadamu ana mwili na ana roho. Kwa upande wa mwili anahusiana na wanadamu wenzake. Kwa upande wa roho anahusiana na Mungu. Kwa hiyo anapaswa awe na ushirika na Mungu ambao unamtengeneza, unamfanya Mungu aishi naye, atende kazi naye. Ndio kusudi la Mungu tangu mwanzo, kwamba Mungu amemuumba mwanadamu watende kazi pamoja naye. Lakini mwanadamu anapoharibu mahusiano yake na Mungu, ndipo anajikuta hawezi kutenda kazi pamoja na Mungu, hawezi kuzungumza na Mungu. Kwa hiyo mahusiano ya kiroho yanakuwa yanakufa, yanabakia mahusiano ya kimwili tu. Kwa hiyo anaweza kuhusiana na wanadamu wenzake, lakini hawezi kuwasiliana na Mungu kwa sababu yale mahusiano yameshaharibika. Kwa hiyo mchungaji, mahusiano kwanza ni aina mbili. Mahusiano ya mwanadamu na Mungu na mahusiano ya mwanadamu na wanadamu wenzake. Kwa hiyo kwenye haya mahusiano ya mwanadamu na Mungu, mchungaji, umesema kwamba mwanadamu akiwa na mahusiano mabaya huwa yanakufa na baki haya mahusiano ya mwanadamu na mwanadamu. Haya mahusiano ya mwanadamu na Mungu yanakuwa yamekufa. Na vitu hasa vinavyoweza kuyaua mahusiano ya mwanadamu na Mungu vinaweza vikawa ni vipi? Moja, kinachoua mahusiano ya mwanadamu na Mungu ni dhambi. Kwa sababu unapohusiana na mtu lazima ujue mwiko, kwamba hapendi nini, hataki nini. Kwa hiyo ukifanya yale asiyopenda, mmeua tayari. Hakuna maelewano tena, naenda kinyume kinyume kabisa. Kwa hiyo dhambi huwa inamtenga mtu na Mungu. Lakini tangu mwanzo, kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza, Mungu anamuumba Adamu mpaka anakuja sura ya 3, mwanadamu na Mungu walikuwa na zungumza, walikuwa napanga pamoja. Lakini ilipofika sura ya 3, Adamu akafanya kile alichozuiwa asifanye. Hapo ndio uharibifu kaingia. Hapo ndipo ikaingia changamoto kati ya mahusiano ya mwanadamu na Mungu. Lakini mwanzoni kulikuwa hakuna shida. Kwa hiyo mahusiano ya kiroho baada ya Adamu kutenda dhambi na Eva, ndio kukaingia shida. Hawawezi kuonana tena, hawawezi kuzungumza tena, hawawezi kupanga pamoja tena. Ndio utaona kwamba mwanadamu anaingia kwenye maisha ya ajabu kabisa ya kumwasi Mungu. Na yameleta madhara makubwa sana. Kwa sababu mwanadamu ana sehemu mbili. Mwanadamu ana mwili, mwanadamu ana roho. Na mwanadamu ameumbwa hajakamilika, hajajitosheleza. Niseme hivi. Na ndio maana likitokea jambo lolote gumu lilo nje ya uwezo wa mwanadamu, anahitaji msaada. Sawa. Sasa mchungaji, kuna mahusiano tuachane na hii aina ya mahusiano ya kwanza. Tuchukue zote mbili kwanza. Kuna umuhimu kiasi gani wa kuwa na haya mahusiano? Yaani kuna umuhimu kiasi gani mwanadamu awe na haya mahusiano? Umuhimu wake, kote unahitaji msaada. Unahitaji msaada wa kiroho na unahitaji msaada wa kimwili. Kwa sababu ninapokwenda hospitalini nakutana na nesi. Kama nina mahusiano mabaya na watu, siwezi kupata huduma. Kwa hiyo nikiwa na mahusiano mazuri na watu, nitapata huduma.
Kwa hiyo na mahusiano ya kiroho hivyo hivyo, kwamba nikimhitaji Mungu kwenye shida yangu, kama nina mahusiano naye vizuri nitapata huduma. Lakini kama sina, ndio itakuwa changamoto ya kuonewa na adui shetani. Na uonevu wa adui shetani kuwaonea wanadamu kwa njia yoyote, magonjwa na shida nyingine, majini na kuwaonea watu, ni kwa sababu wameua mahusiano yao na Mungu. Ndio vikaanza kuwaonea vile viumbe vya rohoni. Ndio ambako eneo hilo la rohoni Mungu ndio anayelishughulikia, kwa sababu ni eneo ambalo mwanadamu halioni kwa macho ya damu na nyama, na yeye ana roho. Lakini eneo la rohoni, la maisha ya rohoni, ni eneo ambalo halioni kwa macho ya damu na nyama. Ni Mungu anayeweza kumlinda kwenye eneo hilo. Kwa hiyo kwenye eneo la kimwili, kwa sababu tunawahitaji hawa watu, tuhusiane nao, watusaidie. Nikitaka leo nyanya na kwenda kununua kwa mtu, nikitaka kitu, hata nimekuja hapa, inaona kwamba bila mahusiano yangu na wewe leo nisingekuwa hapa. Ningekuja kufanya nini? Tusingezungumza. Kwa hiyo lazima mwanadamu, mahusiano yote ya pande mbili yanapaswa yawe vizuri, kwa sababu anahitaji msaada kutoka kwa Mungu, anahitaji msaada kutoka kwa wanadamu wenzake. Sawa. Mchungaji, umenipa mfano mmoja ukasema kwamba ni lazima kuna umuhimu kuwa na mahusiano na wanadamu. Ndio. Ukatoa mfano ukasema kwamba kwa mfano nikienda hospitali nitakayemkuta kule ni nesi, pengine ama daktari. Ndio. Sasa swali langu ni kwamba naweza nikawa na mahusiano mazuri na mtu ambaye sifahamiani naye, yani tumekutana tu sehemu fulani kwa ajili ya kitu fulani. Naweza nikawa na mahusiano mazuri na huyu mtu na pengine sikuwahi kukutana naye kabla ya wakati huu ambao nimekutana naye. Kwamba kwa sababu ya za kihuduma inawezekana kabisa ukawa na mahusiano mazuri kwa sababu ya, tuseme, elimu yake. Mfano leo tunapokwenda hata mahakamani, unakwenda kudai haki yako mahakamani. Hakimu sio ndugu yako kabisa, lakini yuko pale kwa sababu ya kutenda haki, kutoa haki. Kwa hiyo kwa sababu ya kazi yake inahusiana na watu wote, wawe ndugu zake au si ndugu zake, kwa sababu watakuja kuhitaji kupatiwa haki, na wataletwa pale watu wa aina mbili. Kwa hiyo yeye atatoa haki kwa sababu ni kazi yake, kwa sababu ile kazi yake inahusisha wote, wanadamu wote, kwamba ni nani ataletwa, mradi mwanadamu anayeweza kufanya kosa au asifanye nini kosa, na yeye amesimama katikati kama hakimu ili kutoa nini, haki. Sasa ni mambo gani ambayo pengine yanachangia kujenga mahusiano bora kati ya mtu na mtu? Yanayochangia kujenga mahusiano ni kutendeana vizuri. Kwamba unaponitendea vizuri, inaona kwamba unazidi kuimarisha mahusiano yangu na wewe. Lakini unaponitendea vibaya, maana yake mahusiano yangu yanaingia shida. Ndio tunarudi kwenye miko miko, ule utaratibu wa kimahusiano uliopo unaotuongoza unasemaje? Sawa. Wewe mtazamaji unaweza ukaendelea kutufuatilia nasi, na kama kuna ujumbe wote ambao unatamani kuutuma hapa, ikiwa ni swali ama kuna kitu hujakielewa vizuri watamani mchungaji aweze kukiweka sawa, unaweza ukautuma ujumbe wako kupitia namba ya simu 06 55 77 07 96 06 55 77 07 96. Tuandikie ujumbe wako, lakini pia tuambie wewe ni nani, kutoka wapi, na tusikiliza kutoka sehemu gani. Mchungaji, sasa tuendelee na ile aina ya mahusiano ya mwanadamu na Mungu. Kama kuna kipengele kingine ambacho pale kuna umuhimu wa mimi kukifahamu, naomba uniambie sasa hapo. Kwamba umuhimu wa mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu, kwa sababu ni mwanadamu ni kiumbe ambacho kinaishi kwenye ulimwengu wa aina mbili. Kinaishi kwenye ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho. Na ndio maana swala la imani ni lasimamia vitu visivyoonekana kwa macho ya damu na nyama, kwa sababu ni swala la kiroho. Na swala la kiroho linaongozwa na utaratibu. Na ndio maana nizungumzie kitu kwamba swala la kiroho linaongozwa na utaratibu. Na mahusiano yangu na Mungu, mfano katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3 tutaisoma,
wakati Mungu amemuumba Adamu, alipoumba Adamu ili aendelee kutenda naye kazi, kuna maelekezo alimpa ili waendelee kuhusiana naye kiroho. Kuna maelekezo aliyompa. Biblia inasema ule mstari, ianzie ule mstari wa kwanza. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliwafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya mti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale, wala tusiyaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Kwa hiyo unaona, Mungu wakati amemuumba mwanadamu ili yale mahusiano yawepo, alimpa maelekezo. Akamwambia matunda ya bustani mwaweza kula, lakini matunda ya katikati ya bustani huruhusiwi. Na yule shetani alipotaka kuyaharibu yale mahusiano, alimuuliza kwanza ajue yale mahusiano yao na Mungu yamejengwa na nini? Yamejengwa na nini? Mwanamke akaeleza maelezo waliopewa na Mungu kwenye mahusiano yale. Akaeleza matunda yote ya bustani twaweza kula, lakini ya katikati tukiyala tutakufa. Maana kila unapovunja mahusiano kuna matokeo. Kuna matokeo. Mungu alimwonyesha matokeo kwamba siku mkiyavunja mkaala mtakufa. Lakini yule aliyekuja kuvunja mahusiano, yeye alimwambia hamtakufa. Kwa hiyo ulikuwa ni uongo ama ni ukweli? Uongo. Ulikuwa uongo. Sawa sawa. Kwa hiyo na ndio maana utaona kwamba baada ya kile kitendo kufanyika, Adamu alitoka kwenye utukufu. Maanake hali ya nguvu za kiroho zilizokuwa zinamsingira, zinamwezesha kumsogelea Mungu, ziliondoka. Mahusiano yamekufa. Yamekufa hapa. Na nguvu zinaondoka. Kwa hiyo Adamu akajikuta, na ndio maana ile sura ya 3 mstari wa 8, Adamu aliposikia Mungu anakuja kuzungumza naye, Adamu akajificha. Kwa sababu kwenye mahusiano ukishayaharibu, huna ujasiri tena wa kumsogelea mlio uhusiana naye. Na Adamu akajificha. Kwa nini anajificha? Mungu kwa nini umejificha? Niko uchi. Sababu ya kuwa uchi, ameenda kinyume na mahusiano. Na sababu ya kuwa uchi, amekula tunda alilozuiwa. Kwa hiyo mahusiano ukiyavunja, zile nguvu za Mungu zilizokuwa zinakulinda, zinakuongoza, zinaondoka. Kwa hiyo unafungua mlango wa pili wa shetani kukuonea. Hiyo ni aina ya kwanza ya mahusiano. Mahusiano ambapo ukivunja, nguvu za Mungu zinaondoka. Na nguvu za Mungu zinakuwepo kukulinda kwa njia ya kiroho, sio kwa njia ya kimwili. Na ndio maana tukizungumza kwa njia ya kiroho, leo malaika wapo, wanatuzunguka, hawaonekani kwa macho ya damu na nyama, wapo kwa njia ya kiroho. Sasa kuna lile andiko linasema kwamba Mungu anyesha mvua wema na waovu. Na linamaanisha nini sasa kwenye kipengele hiki cha mahusiano? Kama mtu akivunja mahusiano, nguvu za Mungu zinaondoka. Tuseme hivi, kuna haki za kuishi. Mungu alipomuumba mwanadamu, hata ukimkosea, na ndio maana hata Adamu alipomkosea Mungu hakumuua siku hiyo hiyo. Aliendelea kuishi. Kwa sababu amemuumba aishi. Lakini utaona kuna matokeo yalitokea. Kwa tunapozungumzia kwamba nguvu za Mungu zinaondoka, limezungumza mwanadamu anaishi kwenye ulimwengu wa aina ngapi? Aina mbili. Ulimwengu wa kimwili na ulimwengu wa kiroho. Huu ulimwengu wa roho, unapokuwa na mahusiano na Mungu, unakuwa unazingirwa na malaika. Na malaika wakikuzingira, shetani hawezi kukuonea.
Malaika wakikuzingira, shetani hawezi kukuletea mapepo. Malaika wakikuzingira, hauwezi ukalogwa, maana uchawi ni roho. Kwa hiyo mapepo kurogwa inatokana na nguvu za giza. Nguvu za giza. Nguvu za giza zinaingia wakati huna mahusiano na Mungu. Mtu mwenye mahusiano na Mungu hawezi kupata hicho kitu. Sawa, mchungaji, naomba nisome meseji za watazamaji wachache tuone wanasema nini. Huyu anasema, naitwa Dismas Sylvester kutoka Manyara. Anasema somo la leo, mahusiano ya binadamu ndo kitu pekee duniani. Amina. Asante sana Dismas Sylvester. Huyu anakazia kwenye somo ambalo tuko nalo. Huyu anasema, hongera mchungaji Paulo, naomba Mungu azidi kukutumia zaidi ili tuwe na mahusiano mazuri na Mungu. Na ni mimi mchungaji, anasema ni mimi mchungaji Jovin Simoni, niko Kibaoni, Muleba, Kagera. Sawa, sasa mchungaji, naomba tuendelee. Kuna kitu fulani mchungaji ambapo binadamu anaweza akawa anajivunia kwamba yani yeye na fulani hawasemeshani. Hayo ni mahusiano mabaya. Ni mahusiano mabaya. Kuta mtu anakuambia kabisa, mimi yule mtu hatusalimiani kabisa. Yule mtu ni kama hatuongei kabisa. Yaani mimi yule mtu damu yangu na yake vitu tofauti kabisa. Na huyu binadamu anapolizungumza hili kitu ni kitu kama anajivunia nacho sana sana. Lakini ukiangalia Biblia inavyotuambia kwamba kuhusu kumpenda jirani, inasema kwamba umpende jirani kama unavyojipenda wewe, kama unavyoipenda nafsi yako. Sasa hiki kitu ambacho huyu mtu anajivunia kuhusu kumchukia mtu kwamba hawasalimiani, maana yake tunaona kwa akili ya kawaida ni kama haya mahusiano yamevunjwa na hayako vizuri. Kunaweza kuwa kuna hasara gani kwa huyu mtu kuendelea kumkunjia mwenzie na kumweka kwenye kundi ambalo hatamani kabisa hata kuongea naye? Hivi vitu vipo kwenye maisha na watu tunakutana nao wa hivyo. Lakini hujui kesho atakaye kusaidia ni nani, au atakaye saidia mtoto wako ni nani. Kwa hiyo unaweza ukajenga ukajiona una haki kwamba mimi fulani ni sawa, lakini kesho utakutana huyo ambaye umesema humtaki ndio anapaswa kukusaidia. Sasa itakuwaje? Nani atakayepata shida? Wewe mwenyewe. Kwa hiyo utakosa huduma. Mimi kwenye maisha yangu nimeshatokea siku moja kabisa, kwa sababu tunaishi na wanadamu. Kwa wengine kwa mitazamo yao wanaweza kaona tofauti, lakini ilitokea tena anahitaji huduma kwangu. Huyo aliyekukasirikia huduma anahitaji nimuombee huyo. Sasa ningechukua ile sura ya ule ubaya, nisingemhudumia. Na ningeingia kwenye kulipiza. Na Biblia inasema usilipize. Usitende baya kwa nini? Kwa baya. Kwa hiyo sio maisha mazuri ya kuvunja uhusiano na watu alafu ukatunisha misuri. Kwa sababu hujui kesho atakusaidia nani. Hujui mtoto wako atasaidiwa na nani. Au ukipata changamoto nani atakusaidia. Nimesema mahusiano kwa sababu pande zote mbili unahitaji msaada. Kwa wanadamu unahitaji msaada na kwa Mungu unahitaji nini? Msaada. Kwa hiyo itakapofika saa ya kuhitaji msaada, kama mahusiano yako ni vizuri ukakuta ni yule ndio anatoa huduma, itakuwaje? Sawa. Mtazamaji, nikwambie tu kwamba leo hapa tunazungumzia mada inayosema mahusiano ya mwanadamu. Na tunafahamu kwamba kuna yale mahusiano ambayo pengine tumekuwa tukiyasikia, mahusiano ya kindoa, mahusiano ya kiuchumba, ya kirafiki. Kuna aina nyingi za mahusiano. Kitu gani? Sasa sisi leo tunazungumzia mahusiano ya mwanadamu na mahusiano ya mwanadamu na Mungu. Kwa hiyo ukiwa na swali lolote unaweza ukauliza kwenye hivyo vipengele viwili kati ya mahusiano haya. Mchungaji, kuna message hapa. Anasema, shalom, somo zuri sana. Watumishi tunawapata vizuri sana. Nyegezi. Kweli tusivunje mahusiano yetu na Mungu. Sawa, asante sana. Huyu anasema, naitwa Debora Ngasa, natokea Tabora. Nauliza, kwani watumishi hawawezi kuhubiri sawa, okay? Huyu anasema kwamba tufanye nini sasa, au ni mambo gani hudumisha mahusiano na Mungu? Desterius kutoka Ruvuma, Mbinga. Tufanye nini ili tudumishe mahusiano yetu na Mungu? Mmoja ni kuacha dhambi.
mbili ni kuwa mtu wa ibada. Kwa sababu njia ya ibada ndio inayokusogeza kuwa karibu na Mungu. Moja ni kuacha dhambi. Pili ni kudumisha ibada. Kwa hivyo vitu vile vikifanyika ama kuna vingine? Kwenye ibada ndio utafanya vingi. Maana yake unaposhika ibada utaomba, utajifunza neno, ndio utapata vingi sana. Lakini unapoacha dhambi inakuruhusu Mungu uzungumze naye. Hata ukienda kwenye ibada inakuwa rahisi kukusikia. Kwa sababu na ndio maana Yesu akasema tubuni dhambi. Injili ya Yesu anazungumza tubuni, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Maana kigezo cha kwanza unapomwamini Yesu lazima utubu, uachane na dhambi. Lakini unapokuwa unaishi kwenye dhambi unaendelea kuomba, maana yake Mungu unamfanya asikusikie. Kwa sababu unaendelea kufanya makosa aliyokataa usiyafanye. Kwa hiyo njia inaweza ikaponyesha mahusiano yako na Mungu kabisa. Ndio maana Yesu alihubiri tubuni, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kitu ambacho kinaweza kikaponyesha mahusiano ya mtu na mwanadamu ni kutenda mema na kutolipa mabaya. Mtu mtendee mema. Cha pili, usimlipe baya hata akitendea mema. Akikutendea mabaya, wewe usiingie kwenye kumlipa mabaya. Wewe mtendee mema. Mtendee mema. Ndio Biblia inavyoelekeza. Tusilipe baya kwa baya. Sawa. Na sasa kwenye hii ya kumtendea baya kwa kumtendea wema, yeye amekufanyia baya, mchungaji, hii kitu inaweza ikajengwa kama binafsi ndani yako hauna mahusiano mazuri na Mungu, ama yoyote anaweza akafanya hiki kitu, haijalishi ameokoka au hajaokoka, anaweza kumtendea mtu wema kwa baya? Wapo watu, unajua zile tabia njema zinajengwa na misingi miwili. Aina ya malezi uliolelewa tangu nyumbani na ibada yako na Mungu. Kwa sababu nyumbani unapolelewa kuna mafundisho wanakupa. Mwanangu usifanye hiki, mwanangu usitukane, mwanangu usifanye hiki. Kwa hiyo ile elimu huwa haifi kwenye nafsi ya mtu. Na ile elimu ya neno la Mungu nayo haifi. Kwa hiyo kuna watu kabisa anaweza asikutendee mema na kusali ukamtendea baya asikutendee baya. Na kusali hasari, ila kwa sababu ya kile alichofundishwa. Lakini nafasi kubwa sana ni watu tunapojifunza neno la Mungu ndipo anapata kumtendea mwenzake mwema, kwa sababu unamwona. Ndio maana amri moja inasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa hiyo inakupa elimu pana kwamba ninapomtendea mabaya ninakuwa najitendea mwenyewe. Lakini ninapomtendea mema najitendea nini? Mwenyewe. Ndio maana Yesu akatoa mfano kwamba siku ya mwisho kuna watu watawakataa. Kwa sababu anasema nilikuwa na njaa huku nilisha. Nilikuwa uchi huku nivika. Anatoa hiyo mifano kwamba haina maana ya yeye. Mwishoni anasema hivi, mambo mliowatendea hao wadogo walioniamini mlinitendea mimi. Kwa mahusiano yako na mwanadamu, kumsaidia mwanadamu, umemgusa yeye. Umemgusa yeye. Sawa. Kwa sababu hata tunapokuja leo unahitaji kuombewa, unaombewa na nani? Mwanadamu. Mchungaji wa mwanadamu. Ni mwanadamu. Unahitaji uponyaji, unaupata kwa nani? Sasa kuna wale watu wanavimba, yani anaona bila yani anaweza akaishi bila mwanadamu. Kama unataka kuishi mwanadamu hama duniani. Tafuta dunia nyingine. Tafuta dunia nyingine. Na dunia ni moja. Na dunia ni moja. Kwa sababu ni hivi, Wasukuma wanasema hivi, hata kwa tajiri ilikosekana sindano. Kwamba nguo yake ilipotoka kisikizo, ilibidi akatafuta kwa maskini. Unaona anamhitaji tu kwa namna. Anamhitaji awe maskini, awe tajiri, unamhitaji kwa sababu gani? Sifa ya tajiri awe tajiri kwa sababu kuna maskini. Kama hakuna maskini hujajulikana wewe ni tajiri. Sifa ya mjinga ni mjinga darasani kwa sababu kuna wenye akili. Kama hakuna wenye akili hakuna mjinga. Au pengine wewe mjinga ndo angekuwa na akili. Angekuwa na akili nani? Ndio maana kuna namba moja kwenda chini. Kwa hiyo hata mtajiri anamhitaji maskini. Leo tukizungumza Mo anauza sabuni shilingi 500. Kwani yeye anahitaji? Pengine si kwa ajili ya mahusiano ya wanadamu. Kwamba huyu atanua cha 500, huyu atanua cha shilingi kadhaa, huyu atanua, ndio uwezo wake. Lakini hapo
hapa na kitu cha milioni ambacho mimi nilienda uwezo mdogo siwezi kununua. Sawa. Sasa mchungaji, tukizungumza kuhusu mahusiano, ninaamini wazi kwamba Roho Mtakatifu hatuwezi kumwacha nje kabisa. Sasa Roho Mtakatifu ana nafasi hipi katika kutengeneza mahusiano yenye afya? Yaani mahusiano mazuri, Roho Mtakatifu hapa anafanya vipi ili kutengeneza mahusiano mazuri? Na ndio maana nimezungumza hivi, mahusiano ya kiroho kati yetu na Mungu. Maana mwanadamu anaishi kwenye ulimwengu wa aina mbili. Anaishi kwenye ulimwengu wa mwili na anaishi kwenye ulimwengu wa roho. Sasa tunapomrudia Mungu, tukatubu, tukaacha dhambi, tukamrudia Mungu. Kwa hiyo Mungu anachokifanya baada ya kuamini neno lake, anatupa roho wake ili awe ndani yetu, ili atusaidie kuyajenga mahusiano yetu na Mungu. Na ndio maana kwenye Injili ya Luka ya Yohana sura ya 4 mstari wa 23 na 24, Yesu anasema waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Maana yake roho anatusaidia. Na ndio maana nimesema mahusiano ya kwetu na Mungu ni mahusiano ya kiroho. Na kwa kuwa ni mahusiano ya kiroho, kuna viumbe vya kiroho. Mungu ni kiumbe cha kiroho. Ile kiumbe cha kiroho kinahusiana kiroho, japokuwa kinaweza kutenda kazi katika mwili. Kabisa. Hiki kiumbe ambacho kinaweza kutenda kazi katika mwili, wakizungumzia mwanadamu mwenyewe au ni Mungu mwenyewe? Mungu. Na ndio maana Mungu hafananishwi. Kuna sehemu ameonekana kama mtu. Alipokuwa anamtembelea Ibrahimu kwenye Mwanzo 18, Ibrahimu anaona watu. Alafu Mungu anazungumza naye. Lakini hao malaika wanakwenda Sodoma na Gomora, wanaingia Sodoma na Gomora, wanaonekana mabinti. Sasa sawa, mchungaji, kuna swali hapa kwa mtazamaji anayetufuatilia. Anasema, mchungaji, anipa shida pale Biblia inaposema hakuna mkamilifu duniani. Je, uhusiano utasimamaje wakati ukamilifu haupo na Mungu? Anasema wote tumepotoka, tumetenda dhambi, angali najaribu kutenda wema na wema ukukimbia dhambi, lakini mbele za Mungu naonekana bado. Sawa. Anasema, anaitwa Destilius kutoka Ruvuma. Iko hivi, kuna maisha kabla ya kumcha Mungu. Ndio yale sio makamilifu. Ndio hayo ambayo Mungu anasema wote tumetenda dhambi. Lakini kutenda dhambi, Yesu anakuja anasema tubuni murejee. Kwamba tusiendelee. Na ndio maana kikawaida mtu hawezi kuishinda dhambi bila kuhusiana na Mungu. Kwamba anapomwamini Yesu, akaliamini neno lake, Mungu anaachilia nguvu za Roho Mtakatifu za kiroho ndani yake. Hizo ndio zinazoweza kumshindisha. Katika Warumi ile sura ya 8, nadhani mstari wa 20, inazungumza kwamba nani ataniokoa na mwili huu wa mauti? Maana ninalotamani silitendi. Lakini mwishoni anasema ninamshukuru Mungu kwa sababu ya Roho wake. Kwamba kupitia Roho wake aliyemfufua Yesu katika wafu, atauisha na mwili wangu. Atauisha kwa Roho wake huyo. Kwa kuna mambo hayawezekani mpaka awe na Roho wa Mungu. Kwa bila Roho wa Mungu kuna vitu vingine haviwezekani. Hajitahidi kumpenda mtu lakini moyo unagoma. Kabisa. Anajitahidi kumpendeza Mungu, haiwezekani. Sasa naomba nisome message ya mtu mwingine. Anasema, ni kweli mtumishi wa Mungu, mahusiano ni kitu cha muhimu sana kwa Mungu na mwanadamu. Mbona uhusiano wa dhehebu na dhehebu lingine hakuna kwa njia hiyo? Tunamuona Mungu kweli. Anasema, sasa amekosea. Anasema ni kweli mtumishi wa Mungu, mahusiano ni kitu cha muhimu sana kwa Mungu na mwanadamu. Mbona mahusiano kati ya dhehebu na dhehebu lingine hakuna kwa njia hiyo? Tunamuomba Mungu kweli. Kwamba kuna utaratibu na mahusiano. Kwanza ni kweli kwamba hakuna mahusiano kati ya dhehebu na dhehebu. Hapana. Na ndio maana akienda kwenye madhehebu, kinachotuunganisha kuna umoja wa makanisa. Umoja wa makanisa, mfano tunakuwa na mikutano ya pamoja na vikao vya pamoja, japokuwa kila mtu ana dhehebu lake. Lakini kuna vitu vinavyotuunganisha. Mfano kama kanisa la Pentecost kuna CCPs,
Pentecost Council Tanzania, ambalo ni baraza linalowaunganisha makanisa yote ya Kipentecost. Kwa hiyo ukikuta kuna na mitume nao wana umoja wao, lakini utawaona kwenye ishu kama ya kitaifa wote wanakuja pamoja. Kuna wengine nao CCT. Wote wanakuja pamoja. Kwa hiyo ukisema hakuna umoja, hakuna uhusiano, basi na kwenye ibada za kitaifa wasingekuja pamoja. Wasingeomba pamoja. Kwa hiyo huu uhusiano wa kidhehebu upo. Sawa. Upo. Ila tu unabaki kwenye vitu vinavyotuunganisha wote. Kwa sababu kila dhehebu lina utaratibu wake. Sasa nadhani tuweze kusonga mbele kidogo. Twende mbele kidogo. Nisungumuse kwamba mwanadamu unapaswa kuwa na mahusiano ya kiroho na Mungu vizuri, ambayo yanatengenezwa na ibada. Mfano nisome kitabu cha Marko sura ya 1 mstari wa 12 na 13. Tuone Yesu alipokuwepo alikuwa na mahusiano ya aina ngapi? Biblia inasema mara Roho akamtoa aende nyikani, akawako huko jangwani siku 40 hali akijaribiwa na Shetani. Naye alikuwa pamoja na wanyama wa mwitu na malaika walikuwa wakimhudumia. Kwamba maisha mwanadamu unapoishi popote, unaishi kwenye ulimwengu wa aina mbili. Unaishi kwenye ulimwengu wa mwili na unaishi kwenye ulimwengu wa roho. Na ndio maana Yesu alipokwenda nyikani kuomba, amekwenda yeye, lakini na Shetani akaenda huko kumjaribu. Lakini eneo alilokuwepo utaona kulikuwa na wanyama. Lakini utaona cha 3 kwenye mstari wa 13 anasema na malaika walikuwepo. Kwa nini malaika wawepo? Nimezungumza ukiyatengeneza mahusiano yako na Mungu, malaika unatenda nao nini? Kazi. Leo ndio maana kwa siku zote 40 Yesu alizokaa nyikani, hakuna madhara yaliyomtokea yaliyotokana na Shetani. Hakuna kujaribiwa, alijaribiwa, lakini hakuna zara lililotokea. Kwa sababu gani? Kulikuwa na malaika waliokuwa wanamhudumia, wako kule. Kwa hiyo